ujumbe wetu wa neno wa Mungu katika ombi yetu ya siku 5 nisema tutakuwa tunaangalia dalili za kuja kwa Yesu na mwisho wa dunia. Na jana tulikuwa tunasema ni dhahiri kabisa Yesu atakuja, ndio peke yake anategemewa, na hii inafanya imani ya Kikristo kuwa na nguvu kuliko imani yoyote ile, kuliko Uhindu, kuliko Ubudha, kuliko na Uislamu. Miongoni mwa nguvu ya imani yetu ni mwanzilishi wa imani yetu hajatutelekeza, atarudi tena. Jamani, amina. Jana tumepitia shahidi za aina 5 zinazoonyesha hakika Yesu atarudi. Na tumesema kuna upotoshaji mwingi sasa, watu waliochoka, waliokata tamaa wanataka kupotosha ujio wa Yesu mara pili, ambao ndio wenye thawabu kubwa, kwa sababu Yesu asiporudi tena imani yetu ni bure kabisa. Jamani, amina. Sasa wanapotosha. Wengine wanasema mwisho wa dunia ni ukiwa huna hela ndio mwisho wako wa dunia. Wanasema maisha yako yenye shida ndio yanafanya ufikiri Yesu anakuja kukuchukua. Hadi sio kweli, na wanafumba macho wasione kwamba hali haijabaki vile vile. Labda hapa jana sikuzungumza, hali haijabaki vile vile katika maeneo kadha wa kadha. Tukizungumzia, yaani ningezungumza ushahidi mwingine wa kwamba kweli tunakwenda ni mwishoni. Nilikuwa natoa ushahidi 5 zinazoonyesha Yesu atarudi. Lakini kama ningeanza kutoa ushahidi ya kwamba mambo hayako vile vile, ni katika maeneo mengi sana. Ukiangalia tu mazingira yenyewe, uharibifu wa mazingira, ukiangalia tu mmonyoko wa maadili, ukiangalia tu hali ya kiroho cha kanisa sasa, unajua kabisa kuna mambo ambayo hayaendi sawa. Jamani, amina. Amina, wateule wa Bwana. Kwa hiyo jana tulipitia shahidi kama 5 zinazotuonyesha kwamba Yesu atakuja, na nilitamani zote zingetajwa leo, na mmoja akinyosha mkono akataja itakuwa vizuri. Ushahidi wa kwanza, unaweza kusema ushahidi wa kwanza kwamba Yesu atakuja tena. Ushahidi wa kwanza, unyosha mkono huko uliko, unasafu na kusimama msema. Mmesahau zote mpaka muangalie kwenye vitabu. Ushahidi wa kwanza kwamba Yesu atarudi tena tunaupata wapi? Sasa kwa kinywa chake. Yaani Yesu alisema kabla hajaenda mbinguni kwamba atarudi. Ushahidi mwingine wa pili? Ushahidi wa pili waliokuwa jana wanyosha mkono. Mbona mnaniangusha? Na niliwaambia kabisa. Ushahidi wa pili kwamba Yesu atarudi tena unasemeje? Kupitia Agano la Kale. Hata kitabu cha wimbo uliokuwa ambacho watu wanafikiri ni cha mapenzi ile, mle mna habari za kurudi kwa Yesu kwenye kile kitabu cha wimbo uliokuwa. Ushahidi wa tatu, malaika alisema katika Matendo ya Mitume 1:19 kwamba wewe Yesu mnayeona anaondoka atarudi tena. Ushahidi wa 4, mitume, mafundisho ya mitume ikiwa pamoja na nyaraka walizoziandika zinatuthibitishia kwamba Yesu atarudi, na ilikuwepo hata salamu walikuwa wanasalimiana malana, manake Mwokozi anafanya nini? Anakuja. Ushahidi wa 5, ushahidi wa 5 ni Yesu akiwa mbinguni. Yule anasema kinywa chake, ameweka neno kinywa chake, hata mbinguni kilikuwa kinywa chake, lakini nitakiwa ongezea kabla hajapaa. Alisema wa 5 akiwa huko hajabadilika, kwamba sirudi. Nilikuwa nawaambia tu mjipe moyo, msilie sana anavyoondoka. Akiwa huko anasema naja upesi. Kwa hiyo hili kwetu sisi ni tumaini lenye baraka. Leo tunaenda sehemu ya pili baada ya kuzungumza ushahidi. Tumesema ujumbe wetu ni dalili za kuja kwa Yesu na mwisho wa dunia. Na huko mbele tutaona tofauti ya kuja kwa Yesu na mwisho wa dunia. Hii ni theology, hii ni doctrine. Naomba niwaambie, ninawafundisha vitu ambavyo vitawasaidia kesho na kesho kutwa, sio vya kukurupuka. Wakati mwingine wa shirika tunapenda mistari ile ya
kuchomoa, mishale ya kufanya nini? Ya kuchomoa. Kila silaha itakayosimama haitainuka. Unatoka, kila silaha itakayoinuka itakayosimama mbele yangu haitainuka. Hiyo mishale sio haipo, ipo, lakini hiyo pekee yake haitakusaidia. Lazima ujengwe kwa mafundisho, uelewe ramani ya dunia hii, hapa tulipo na tunapokwenda, na hatima yetu ni nini, na maandiko yanasema nini, yanakupatia namna gani, yanakuagiza uishi kwa mfumo upi. Usipoyaelewa hayo, imani yako itakuwa inaelea angani tu, na ndio upepo ukija unakubeba. Kwa hiyo mimi ninazungumza dalili za kuja kwa Yesu na mwisho wa nini, wa dunia, na tumeangalia ushahidi. Leo tutaangalia aina 3 za kuja kwa Yesu duniani, aina 3 za ujio wa Yesu duniani. Hebu tuseme aina 3 za kuja kwa Yesu duniani, au aina 3 za ujio wa Yesu duniani. Watu wa Mungu, ninapofundisha hizi aina 3 ni muhimu sana ujue, kwa sababu kuna wakati maandiko yale tunayoyasoma tunayajumulisha tu kiasi kwamba hatuelewi andiko hili linazungumzia ujio huu, andiko hili linazungumzia ujio huu, na andiko hili linazungumzia ujio huu, na tumekuwa tukichanganywa hata na viongozi na wanaosoma maandiko. Anakusomea andiko la ujio mwingine, lakini anachozungumzia ni ujio mwingine. Mnanielewa watu wa Mungu? Yesu ana ujio wake duniani mara ngapi? Mara 3. Sasa kabla ya kuzungumza ujio wake Yesu duniani mara 3, nataka nikubali kabisa kwamba Yesu amekuja duniani mara kadhaa, hata kabla hajachukua mwili. Tangu Agano la Kale Yesu ameitembelea dunia mara kadhaa. Inaeleweka watu wa Mungu? Na kitaalamu ujio wake kabla hajachukua mwili unaitwa, kwa lugha ya kitaalamu unaitwa theophany. Hebu tuseme theophany. Hawa wanajua, kina Baraka wanajua, si ndio? Mnajua nini? Ujio wake kabla hajachukua mwili kwa Mariamu. Si tunaamini Yesu alikuwepo tangu zamani. Ujio wake unaitwa theophany. Amekuja mara nyingi, nakupa vidokezo tu. Kwa mfano aliwahi kutokea kuongea na Hajiri katika Mwanzo 21:17. Hebu tusome tu, kwa sababu sina ujumbe mrefu sana. Nataka tuwe na kaposheni kadogo, tunakwenda nyumbani kupumzika na tumeomba. Mwanzo sura ile ya 21 mstari wa 17 unasema hivi. Mungu akasikia sauti ya kijana, malaika wa Mungu akamwita Hajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu wana declare kwamba pamoja na kwamba neno limetumiwa malaika, lakini ule ujumbe na ile message iliyopo hapa inaonyesha kuhusika kwa Yesu kabisa mwenyewe. Hajiri wakati huo alikuwa amekata tamaa. Nakumbuka alikuwa amezaa na Abraham, lakini Sara kageuka, akataka afukuzwe. Yule binti huyu Hajiri akaenda kumtupa mtoto, huku aelewe nini kitamkuta yule mtoto. Mungu anamtokea, Mungu mwenye huruma anamtokea, anamwambia usiogope, mtoto huyo hata kufa. Jamani, amina. Huku ni kutokea kwa Kristo kwa mtu kabla hajachukua mwili. Ni kuingia, tuwezi kusoma kote. Ukienda pia kwenye kitabu kile cha Mwanzo 18:3, wale watu watatu waliomtembelea Abrahamu, wanatheology wanadai Yesu alikuwa
katikati ya wale watu. Ile mamlaka aliyokuwa anaizungumza, waliokuwa wanazungumza miongoni mwa wale malaika watatu, wanaona ina nguvu kiasi kwamba lazima uungu uwe uko pale. Hiyo ni Mwanzo sura ya 18 mstari wa 3, nasema watu watatu wakamtokea Abrahamu. Lakini andiko lingine kwa kukomboa tu muda ni katika kitabu kile cha Yoshua sura ya 5 mstari wa 13 hadi wa 14. Yoshua sura ya 5, ili andiko naomba nilisome. Kitabu cha Yoshua sura ya 5 mstari wa 13 hadi wa 14. Wa 13 nasema, ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, akavua macho yake na kuangalia, na tazama, mtu mme akasimama kumkabili mbele yake, naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwake. Yoshua akamwendea na kumwambia, je, wewe upande wetu au upande wa adui zetu? Akasema, la, lakini nimekuja sasa nili amri jeshi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vita kubwa Yoshua anataka kumlemea. Akaona jamaa moja, kamanda moja, janti moja imesimama mbele na upanga. Yoshua alikuwa jasiri kweli. Akasogea kumkabili, akasema, naomba nikuulize swali, uko upande wetu au upande wa adui? Akasema, mimi ni amiri jeshi wa Bwana. Jamani, amina. Maana yake Yesu alikuwa ameshuka kusaidia vita kwa Yoshua. Mpe Yesu makofi ya shangwe. Mwambie anako ndio theology. Mwambie mwenzako ndio theology. Kama unataka elimu ya Biblia, hii ndio elimu ya Biblia. Na si hapo tu. Nakupa hapa nilikuwa nazungumza Agano la Kale. Agano Jipya kama kwenye Matendo ya Mitume 9 mstari wa 5, mstari wa 3 hadi wa 5. Matendo ya Mitume 9 mstari wa 5, mstari wa 3 hadi wa 5. Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 3 hadi wa 5. Utaona alipomshukia Sauli anaenda kutaka kulitesa kanisa. Sauli anamwambia, wewe nani? Anamwambia Sauli, mbona unaniuzi? Anasema, wewe ni nani? Sasa mimi ndio Bwana. Jamani, amina. Na Sauli mwenyewe anakubali uko mbele, anakuambia amekutana na Yesu kabisa. Anajua aliyemtokea pale alikuwa ni nani? Yesu. Na wakati Yesu alishakwenda mbinguni, kwa hiyo akamtokea hizi ni tunaweza tukazita personal visiting, yaani kutembelewa kibinafsi. Jamani, amina. Lakini pia katika hiyo Matendo ya Mitume ambao andiko nilokupa sura ile ya 9 mstari wa 3 hadi wa 5, tunaenda tena kwenye kitabu kile cha Ufunuo sura ya 1 mstari wa 17 hadi wa 18. Yohana akiwa kwenye kisiwa cha Patmo, naye anatembelewa na Yesu. Anasema, mimi Yesu. Yohana anakiri kabisa alipomtazama jinsi Yesu anavyomeremeta. Ananyoosha sentensi kwamba sio malaika huyu. Ni nani? Ni Yesu. Agano la Kale, kwa nini unasema malaika? Yesu alikuwa hajadhihirika wa mwana alivyo. Kwa hiyo kila kitu kilichokuwa na nguvu fulani ambayo inawatisha, waliongeza kusema ni malaika tu au miungu tu. Lakini kwenye Agano Jipya ananyoosha sentensi kabisa. Paulo ananyosha sentensi kwamba Yesu mwenyewe alinitokea. Kwa hiyo kuna mitokeo ya Yesu kuja duniani mara kadhaa kutoka Agano la Kale ambapo aliitwa huko kutokea kunaitwa Theophany, na Agano Jipya kuna mitokeo mingi. Na hata sasa tuna watu ambao wametokea wanakiri. Na mimi nataka nikwambie, hata kama ni Bibi Paulina akisema umetokewa na Yesu, usiwe na wasiwasi, mwambie ubarikiwe. Swala tu sasa atatuambia amemwambia nini. Akituambia anasema tusali bila nguo, huyo Yesu ni wa wewe. Lakini usiwe na wivu mtu akitokewa na Yesu, kwa sababu bado Yesu hai na anaweza kumtokea mtu kwa njozi, akamtokea mtu kwa maono, hata akamtokea physically. Maana huwezi kumfunga Yesu mahali alafu mahali asiwepo. Jamani, amina. Kama anajikuza anasema mimi nilitokewa na Yesu, sisi hatutishiki mtu alitokewa na Yesu. Tunatishika nini kinaendelea baada ya kutokewa na nani? Na Yesu. Sasa pamoja na ujio hizo zote zingine za kibinafsi, lakini ujio za Yesu duniani zinazokubalika ambazo ni za nguvu na zilizo zaidi ni 3. Ni ngapi? Ni 3. Ujio wake wa
kuja duniani. Maana huku kwingine alikuwa anatokea ananyanyuka, hamumuoni. Lakini physically kabisa, kutokea kwa nyama, macho kwa macho, awamu ya kwanza ni alipozaliwa nani? Alipozaliwa nani? Na Bikira Maria. Kwa kama unaulizwa katika ujio aina tatu za kuja kwa Yesu duniani, aina ya kwanza zinazofahamika ambazo ziko dhahiri kwa wote ni kuja katika mwili kupitia Maria. Kitabu cha Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa 14 inasema akafanyika mwili. Unaona, akachukua mwili akakaa kwetu. Hiyo ilikuwa ni mara yake ya kwanza, sio kwamba hakuwepo kabla. Kwa mujibu wa Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 58, Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 58, Yesu anasema kabla ya Ibrahimu mimi niko. Kwa hiyo alichukua mwili na kuonekana duniani kwa mara ya kwanza kupitia Mariamu. Jamani, amina. Kama naandika Mathayo 1:23 nayo inasema hivi, bikira atachukua mimba, atamzaa mwana na atamwita jina lake Yesu. Kupitia Mariamu akazaliwa na huyu bikira. Na wakati huo katika ujio huu, kwa mujibu wa Wafilipi sura ya 2 mstari wa 7, alitoa namna ya mtumwa. Alikuja katika mazingira ya kujishusha sana. Yesu, unasema kama kuna kiongozi wa hali ya juu aliyewahi kutawala dunia hii na akawa mnyenyekevu, hakuna anayemzidi unyenyekevu Yesu. Yesu alijishusha katika kiwango ambacho hakuna mtu yeyote aliyewahi kujishusha. Filipi sura ile ya 2 mstari wa 7 inasema akatoa namna ya mtumwa. Na tunaona ili uelewe hayo kwenye Luka 2:7. Luka 2:7 utaona ya kwamba alizaliwa kwenye hori la kulia nini? Ng'ombe. Yaani kama maskini mmoja hivi, mpaka unashangaa imekuwaje Yesu azaliwe kwenye hori la kulia ng'ombe. Yaani hakukuwa na namna ya kuangalia mahali wake ajifungulie Mariamu mpaka kwenye hori la kulia ng'ombe. Kulikuwa na sababu awe katika hali ya chini ili atufanye tulio wa chini tuwe juu. Jamani, amina. Kwa hiyo kila aliye masikini, anayejiona hana kitu, anapokuja kwa Yesu, Yesu anachukua umasikini wake ili yeye awe tajiri. Mwambie jirani yako, masikini wangu ulichukuliwa na Yesu. Masikini wangu ulichukuliwa na Yesu. Mimi ni tajiri. Jamani, amina. Amina, wateule wa Bwana. Kwa hiyo huko ni kuja kwake kwa mara ya kwanza. Kuja kwa mara ya pili, awamu ya pili ambayo Yesu atakuja, ujio wake unaitwa kuja kwa siri. Tuseme wote, kuja kwa siri. Kuja kwa siri. Tuseme tena, kuja kwa siri. Tuseme tena, kuja kwa siri. Hii ndio tunaisubiri. Mwambie mwenzako, hii ndio tunaisubiri. Yaani awamu tunayosubiri ya kuja kwa Yesu ni kuja kwake kwa siri, sio kwa wazi, kwa siri. Hatuelewi ni lini, hatuelewi mwaka, hatuelewi mwezi, hatuelewi wiki, hatuelewi tarehe, hatuelewi siku, hatuelewi saa. Mtoka sema mkono ongea leo, sisi hatujui. Bado kuna udanganyifu mwingi tu. Wengine sasa katokea huko Kenya, wengine yuko Kibololoni, uongo mwingi. Nimeshakutana na watu waliotabiriwa na wahubiri wakubwa wenye sifa kabisa kwenye makanisa yetu ya Pentecost. Waliwaambia mwisho mwaka 2000 Yesu anarudi. Kama hata rudi 2000 mimi nafunika Biblia yangu. Alafu 2000 Yesu akurudi. Mtu akatokea kwenye uwanja ule akasema, Bwana tuangamie. Wala mmeamua kutuongezea siku. Lakini sio hao. Walikuwepo wakina nani? Wakina William Miller, waanzilishi wa makanisa ya Adventist.
walistabiri kuja kwa Yesu sio mara moja. Walipoenda imeshindikana, wakafunika kitabu, wakakimbia. Akapokea na mwanamke mmoja anaitwa Ellen White, akasema huyu mtangulizi wangu hakukosea kwamba Yesu hajakutalea kurudi kwa Yesu, hakukosea, ila alikuwa ameondoka kwenye kiti chake cha enzi kuingia chumba atakase dhambi. Akawadanganya watu wake, akasema lakini Mungu ndiye amenionyesha haya, na pamoja na haya amenionyesha katika amri zile 10 moja ndio inawaka kama moto. Kwa hiyo bila shaka hiyo ndio ya muhimu kuliko nyingine. Wakaingia kuishika amri moja, kuiona ndio kubwa kuliko zingine. Akaingia mtini, na yeye ilipofika mahali pakamshinda. Jamani, amini. Kwa nini? Walifikiri Yesu atakuja kwa kalenda zao, kwa tarehe zao na kwa mitazamo yao. Kuja kwa Yesu kunaitwa kuja kwa siri. Si tunajua dalili tu, lakini atakuja lini hakuna anayejua. Jamani, amini. Na huku hii aina ya pili ya kuja kwa Yesu, hii ambayo tunaita kuja kwa siri, kwenye mabano tunasema huu ndio unaitwa unyakuo. Unyakuo wa kanisa huko hapo. Hapo atakapokuja ni watakatifu tu, kwa mujibu wa kitabu cha Matendo cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 28 unasema, kadhalika Kristo naye akisha kuchukuliwa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea tena mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa nini? Kwa wokovu. Kwa hiyo hapo anakuja kwa siri kulichukua kanisa. Na hapo ndipo panapotufanya tusilale na kisirani mpaka kesho. Usilale na dhambi sio tubiwa mpaka kesho, kwa sababu huwezi kujua Yesu atakuja lini. Na kanisa liliamini hivyo. Liliamini mwamuzi amesimama mlangoni. Ndugu, msinungunikiane, angalieni mwamuzi amesimama mlangoni. Hii ndio iliwafanya watu waishi kwa nidhamu, kwa sababu hawajui siku wala saa ambayo Bwana atakuja. Tunashangaa watu tukiambizana mambo hawafanyi. Yaani hawaelewi Yesu atakuja lini. Anaweza kaja wakati ibada inaendelea. Anaweza kaja wakati tunawagomea viongozi na yeye akatokea muda huo. Jamani, amini. Huu unaitwa nini? Unyakuo. Hebu tuseme unyakuo. Hiyo Matendo, hiyo Ibrania 9:28 usiache kuiandika. Na kunaitwa kuja kwa siri kwa sababu sio wote wataliona tukio hili. Kwa hiyo ukisikia Yesu kaonekana Manzese, ujue yeye ni Yesu wa Manzese. Yesu kaonekana Sinza, ujue yeye ni Yesu wa Sinza. Lakini hili tukio sio wote wataliona. Kwa mujibu wa Wathesalonike sura ya 4 mstari wa 15 hadi wa 18. Wathesalonike sura ya 4 mstari wa 15 hadi wa 18 anaeleza pale, waliokufa katika Bwana watanyanyuka, na sisi tulio hai tutaungana nao tumlaki Bwana mawinguni. Ni wateule peke yao wataona hili tukio, lakini wengine hawataona. Itakuwa ni ajabu. Unaangalia watu wako hotelini, wengine wameacha masahani yao, wameachana kipaja cha kuku, wameondoka. Na kama ningekuwa mimi mtashangaa kwa nini mimi nikianza kula kuku sibakizaje hata kitu. Hata samaki wanawaonea huruma tu. Mimi naweza kusaka samaki mpaka yakamaliza mifupa yote. Yaani nikiacha hapo patupu kabisa, hapana kitu hapo. Hata paka tu ataambulia juu. Lakini unashangaa ni samaki liko nusu, mtu haonekani kaondoka. Itakuwa kindumbwe siku hiyo. Sijui mko kwenye SGR, unaona yule anayeongoza treni kaondoka. Sijui matiti wameondoka. Vitu naviona vikafyo, watu wengine waone. Itakuwa ni ajabu kweli kweli. Na ukishituka ukishangaa hivyo, wewe ndio umebaki. Yaani ukishaanza kuona nani yuko wapi, ujue tayari imeshatoka. Kuna mtu mmoja aliwahi kuonja adha ya kubakia baada ya Yesu kurudi kulichukua kanisa. Alinisimulia alikuwa analia. Tena yeye yaani sijui ikitokea nini. Sijui alitoka nje, sijui alikwenda kujisaidia nje, kurudi sijui mke wake alipita njia gani hajamuona. Sauti kasema umebaki. Wacha alie. Alilia.
Yaani Mungu akamuonyesha kabisa ana ya kubaki Yesu akija kulichukua kanisa. Mpaka na makamasi. Tunaongea tu, lakini ungekuwa ungeonja kidogo ndio ujue. Alafu kama utasema sirudii Bwana. Nimesema moja, kunaitwa kuja kwa siri, kwa sababu sio wote wataliona tukio hilo. Hiyo ni Thessalonike wa kwanza sura 4 mstari wa 15 hadi wa 18. Lakini pia kitu kingine ambacho kiko kwenye kuja huko kwa siri, ni tukio kwamba tukio hili halina ushirika. Anasema mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa, kwenye kile kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 40. Hili tukio halina company. Halina twende wote kwenye sherehe bwana. Hata kama wewe kulipia mchango, utaingia mimi na dabo. Si muulize mzako si unaingia na dabo ya mtu ambaye tekeo tuingie naye ameahirisha. Kwa wewe twende unaenda pale. Na unajifanya ndio mwana ndugu kabisa. Hata hujui sherehe ya nani. Kila mtu anamwona kama bibi harusi au bwana harusi. Kama akiwa amevaa tofauti sasa ndio huyu, maana umeenda tu kwa kadi ya dabo, ila wewe sio mhusika, hujachangia chochote. Lakini huu nyakuo huku kuja kwa siku moja ya mambo ya kustaajabisha ni kwamba mmoja anaondoka, mwingine anabaki, hakuna ushirika. Lakini pia kuna jambo lingine pale anaposema 24 mstari wa 41 inaposema mmoja yani kuna mwingine atachukuliwa, mmoja ataachwa. Lakini yani mtu alikaa pamoja na anayeondoka, lakini yeye anabaki. Uliishi na wanao usafiri, lakini wewe usafiri. Ulisali na wanao usafiri, wewe usafiri. Kumbe hoja sio kuingia kanisa la Kipentekoste. Hoja na wewe unasafiri. Naona kinungu hicho. Lakini kingine cha ajabu kwenye tukio hili, inatenganisha. Hii tukio linatenganisha mpaka ndoa. Luka 17 mstari 34 inasema hivi, watu wawili watakuwa wamelala pamoja, mmoja anatwaliwa, mwingine anaachwa. Yaani hamna kuponiamo upako wa mume wako wala upako wa mke wako. Kila mtu na upako wake. Yaani Mungu anasema ndoa yenu mwisho hapa. Alichokiunganisha Mungu atakitenganisha Mungu. Unashangaa umeamka, unatoa macho mwenzako hayupo. Baba fulani hayupo. Sio utamuomba nani hela ya nyanya? Kama unajua mpaka atoe yeye. Mama fulani hayupo. Naingia jikoni nafikia ameenda kuchemsha chai, hayupo, ameondoka. Watu watalia vibaya mno. Lakini kitu kingine ambacho kiko kwenye tukio hili, ni kwamba Yesu atakuja kwa heshima kubwa sana. Yaani msafara huu utakuwa ni msafara wenye heshima kubwa kuliko misafara yote. Sasa pengine hata hujawahi kuona misafara. Hujawahi kuona nini? Misafara. Juzi nilisema kuna watu wanatengeneza misafara. Nimeona baadhi wa wahubiri wanatengeneza misafara. Anatengeneza sehemu fulani akiteremka na gari, anatengeneza watu watengeneze msafara wake kila wakati kabla hajaingia ibadani, anaweka kazulia fulani, atembee kwenye zulia, anafanya hivi. Yaani watu wanafanya wewe. Lakini yende kuangalia misafara, hata misafara ya rais hailingani. Kati ya rais wa Tanzania na rais wa Msumbiji hailingani. Kati ya rais wa Marekani na rais pengine wa wapi wa China hailingani. Kila mtu ana namna ya msafara wake au ukaribisho wake sehemu ukoje. Ukisikia anakuja Trump hapa, wanatuma vitu vinakagua mpaka utumbo. Msafara wake sio mchezo. Lakini bonge la msafara ambao haujawahi kutokea duniani ni msafara wa Yesu anaokuja kulichukua kanisa lake. Shangwe itakuwa sio mchezo. Hapa mbinguni, angani hapo patatikisika. Anasema nakuja na sauti kubwa ya baragumu na parapanda angani. Unasikia mziki unapigwa mzito angani. Na kama wanadamu wanaweza kupiga amapiano hapa, ikapigwa, watu wakacheza, tunaondoka. Sasa huo msafara sio
wake wanyanyue duniani, iwapeleke wanakotakiwa kwenda. Jamani, amini. Na tumeshavua, yani kufumba na kufumbua. Unajua kila shughuli ina mavazi yake. Lakini Yesu kitu cha ajabu atakachokifanya, pasipo maduka ya Kariakoo atatufanyia shopping wateule wote. Kufumba na kufumbua sio shopping tu. Yani umepigwa saluni sopu, meno hakuna taenda, meno yananuka kule, wala taenda na kikwapa kule. Wote tunang'aa, ni ghafla bilivu. Nilimeshasafishwa sio kwa sabuni gani, papaya sio sielewi, lakini tuko soft, hakuna atakayeenda na junusi, hamna. Wala hakuna atakaye kwenda na miguu inauma. Nisha Yesu apokee wagonjwa mbinguni. Wala hakuna atakaye nyanyuliwa na pressure kupanda au kushuka. Wala aliyekonda ana utapiamlo, hamna. Yeye anatokea kule na utapiamlo. Wala sasa samani huyu ni mgonjwa, tafuteni mahali pa kukaa wagonjwa. No. Kule tunaenda wote tuko smart. Yaani kwa namna iliyo ya ajabu Bwana ameshatubadilisha mavazi, tumepigwa mavazi meupe. Sisi yameshona wapi, yameshona na mbingu. Alafu kila mtu anamtosha ile kazi mnafanya na WK ngumu ile. Mwingine anasema mnaniletea ili mimi si unajua kama mwili kangu, kama mwili wa Shema Grace. Anasema dauni gani mnaniletea, mnataka niwe padri. Mnalazimika tena msiju mkasema kupunguze. Wala utaenda kupunguza mwenyewe. Yeye anatujua kila mtu size yake anavaa size gani. Kwa hiyo hakuna hiyo shida ya kufikiri hii mtoshe nani, wote. Makofi kwa Bwana Yesu. Akatokea na utisho mkubwa, kwa kishindo kikubwa sana Bwana wetu Yesu Kristo. Na kama kuna msafara mkubwa tunaosubiri utakaozidi misafara yote. Sijui hapa Tanzania msafara wa mwisho ulikuwa Obama. Sijajua kama umekuja mwingine ambaye ametikisa hapa Tanzania, hususan Dar es Salaam, kwa msafara wake unayemzidi yule jamaa. Ilikuwa ni hatari. Lakini hiyo ni cha mtoto kwa msafara wa wateule wakati wanakwenda kumlaki Yesu mawinguni. Jamani, amini. Huo ni ujio wangapi? Ujio wangapi? Wa pili. Ujio wa tatu. Ujio wa tatu wa Yesu, jina lake unaitwa kuja kwa wazi. Hebu tuseme kuja kwa wazi. Ile Yesu kuja na utukufu mwingi ni Mathayo 24:31. Luka 21:27. Mathayo 24:31, Luka 21:27. Ile tunamalizia ile habari ya kuja kwa siri, kwa utukufu mwingi. Kuja kwa wazi. Huu ni ujio wake wa mwisho wa tatu. Unaitwa kuja kwa wazi. Kitabu cha Injili Ufunuo wa Yohana 1:7, naomba mmoja asome. Ufunuo wa Yohana 7, sura ya kwanza mstari wa 7. Sura ya kwanza mstari wa 7. Ndio. Inasema, tazama yuaja na mawingu. Tazama yuaja na mawingu. Na kila jicho litamwona. Na kila jicho litamwona. Na hao wamchoma. Na hao waliomchoma. Na kabila zote za dunia. Na kabila zote za dunia. Wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Naam, amina. Yaani haipindiki, itakuwa hivi. Wangapi wamewahi kusoma andiko hili? Wangapi wamewahi kusoma? Uwe mkweli. Ulikuwa unajua huko ndio kuja kwa Yesu kulichukua kanisa. Si ndio? Ili andiko halizungumzii kuja kwa Yesu kulichukua nini? Kanisa. Halizungumzii habari ya kuja kwa Yesu kulichukua kanisa. Hili andiko halizungumzii. Yesu anapokuja kulichukua kanisa, sio kila jicho litamwona. Ukosei huo ujinga, kwa sababu ulikuja kufundishwa. Hata mimi niliwahi kutunga mpaka wimbo, tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamwona. Ilikuwa pambio, tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamwona. Tazama, hizo ni nyimbo zangu, pambio zangu nilitunga za mwanzoni.
na tunapotazama yuaja na mawingu na kila jicho litamwona. Na nyinyi mnatamani muimbe, lakini kuimba sio shida. Shida nilikuwa naimba hivyo kwamba anakuja na mawingu na kila jicho litamwona, na aliyomchoma watakiona, watamwombolezea. Huku sio kuja kwa siri kwa Yesu, wala sio kule kuja kwa kwanza. Ndio maana lazima niwafundishe kuja kwa Yesu ili ujue andiko hili ni la wapi. Na kuja huku kwenye maandiko mengine ukisoma kunaitwa kufunuliwa kwa Yesu. Kunaitwa kufanya nini? Kufunuliwa au kudhihirishwa. Neno dhihirisha ni kuweka nini? Wazi. Kwa sababu atakapokuja mawinguni Yesu itakuwa ni secret issue. Wengine tutajuaga huko. Lakini hapa atakuja physically fit. Wazi kabisa, mnaona ndio huyu. Ndio aliyekwenda Golgotha. Huyu. Kila mtu anamuona. Huku kunaitwa kuja kwa wazi. Sasa tulizungumza kuja kwa kwanza, si mnakumbuka? Tulisema anapokuja mara ya kwanza anakuja kuzaliwa kwenye hori la kulia ng'ombe. Hiyo ilishatokea miaka mingapi iliyopita? 2000 iliyopita. Alikuja kuzaliwa kwenye hori la kulia ng'ombe. Misheni yake ya ujio huo, labda sikusema, ni wokovu. Alikuja kwa walio wake, alikuja akatuokoe, atimize kusudi la Mungu la wokovu kwa mwanadamu kwa kwenda mpaka msalabani, na alilimaliza. Jamani, amina. Hiyo shughuli alifanya nini? Alimaliza. Alipomaliza akaondoka zake. Sawa, watu wa Mungu. Kuja kwa mara ya pili atakuja kulichukua kanisa lake. Atakuja kufanya nini? Kulichukua kanisa lake. Kwa nini aje alichukue kanisa? Ziko sababu kwa nini Yesu anatakiwa kuja kulichukua kanisa. Namba moja, aliwaahidi. Alifanya nini? Alituahidi kwamba atakuja. Kama haji atakuwa ni Mungu. Namba mbili, dunia sio mahali panapofaa kuishi. Yesu anataka tupeleke kwenye eneo lililo bora zaidi. Kwa hiyo atakuja kututoa matesoni. Jamani, amina. Namba tatu, ili hukumu yake kwa walio waovu iwe dhahiri. Maana akituchukua sisi kinafunguliwa kipindi kinachoitwa dhiki kuu. Kuna mtu ananielewa? Kinafunguliwa kipindi kinaitwa nini? Dhiki kuu. Na hataki hiyo dhiki kuu itukute sisi. Ijapokuwa dini zingine wanasema watapitia dhiki kuu, ni wao wanajiandaa wengine kula mboga bila chumvi, kwamba tujiandaage mapema, kwa sababu hutaruhusiwa kununua wala kuuza bila kuwa na alama ya mpinga Kristo. Na wengine wanahangaika kweli hata sasa, wakiona sita tu wanakimbia mpaka kimbuko hapo. Unaona hii alama mpinga Kristo sita. Sijui nini? No, kuna sayansi na teknolojia tunavyoviona sasa hivi kuvitumia bila maneno. Wewe huwezi kuwa mshirika wa shetani kwa sababu tu umevaa kilemba. No. Unakuwa mshirika wa shetani kwa makubaliano. Unatengeneza mapatano wewe mwenyewe na yeye. Wana wengine wanaogopa hata vitu. Ukila ugali ndio utakuwa sita. Ukivaa hizo ndaa unakuwa sita. Wewe mwingi. Lakini haugongi muhuri wa sita kwa kufanya hata. Unagonga kwa maridhiano yako wewe na ibilisi kwa mapatano. Kwa hiyo anakuja tutoe kwenye shida, alafu afungulie utawala, afungulie kipindi kibaya cha dhiki kuu. Na hiyo ni kawaida. Nchi yoyote inapopigana na nchi fulani, hata sasa hivi tunaona kule Irani kuna vita. Tanzania imeshakimbiza watu wake wote. Na hata Marekani wakati inaenda kupigana na Irani, cha kwanza imeondoa watu wake. Huwezi kwenda kupigana na nchi afu watu wake wako huko. Kwa hiyo na Mungu anataka kuja kuipiga dunia kwa maovu yake. Sasa kabla ya kuipiga kwa huruma yake, anatoa kwanza nani? Watu wake, ambao ndio wewe kama utaishi na Mungu kwa utaua mpaka Yesu anarudi kuichukua kanisa. Kwa hiyo hiyo ndio misheni ya pili ya Yesu ya kuja duniani tena. Anakuja kulichukua kanisa kwa sababu aliliahidi alitoe kwenye mateso, lakini pia
kiwe nafasi ya kuipiga dunia. Hii ya tatu, Yesu anakuja hii mara ya tatu, anakuja kwa wazi. Anapokuja anakuja kufanya nini? Maana kanisa alishafanya nini? Alishalichukua. Na kwa taarifa yako sema kwenye safari hii tutakuwa naye. Mpigie Bwana Yesu makofi. Hii safari ya kuja duniani, ya kuvisit dunia kwa mara ya tatu, na sisi tutakuwa pamoja naye. Tutateremka naye. Hebu mwambie jirani yako, tutateremka na Mesia. Tunang'aa, tunameremeta. Hatupigwi na shetani tena, hatudanganyiki tena. Tumebadilishwa, tumevaa mili mingine mipya, mili ya utukufu. Tunashuka kwenye dunia. Sasa huku tutashuka kufanya nini? Kwenye mission hii ya wazi kabisa, physically, ya wazi kabisa. Yesu atakuwa anakuja kufanya nini? Ngoja nikueleze baadhi ya mambo anayokuja kufanya katika ujio wake huu wa kuja kwa wazi. Katika ujio wake wa kuja kwa wazi, tumesema huku ni kuja kwa wazi, sio kwa kificho, ni kuja kwa wazi. Jamani, amini. Kama vile katika kitabu cha Ufunuo wanavyosema, na maandiko yako mengi tu yanayozungumza habari ya kuja kwake kwa wazi. Huku kunaitwa kufunuliwa kwa Kristo. Nimeshakwambia maandiko yapo mengi, lakini Warumi 8:19 inazungumza kufunuliwa, yani kuwekwa wazi. Lakini nasema hivi tena, Yesu hapa anakuja kama shujaa hadi kinyonge. Hizi tripu zote mbili Yesu alikuja kinyonge, na ndio maana tunawachukia, na naongea kwa nguvu. Moja ya mambo ambayo wakati mwingine awasi wanakosea sana, kumweka Mariamu kwenye rozari bado anaingilia kifuani kwa mtu. Yesu hayuko kifuani, hayuko mgongoni kwa Mariamu. Naomba mtu mmoja aseme amen. Nataka kurudi huko. Kumfanya Yesu bado ni kichanga. Kumfanya Yesu bado yuko msalabani. Yesu alitoka msalabani, hayupo tena. Kumfanya bado amegongomewa msalabani. Tumaini letu haliko katika Yesu ambaye yuko msalabani. Tumaini letu liko katika Yesu mfufuka, aliyeketi mkono wa kuume wa Mungu. Yesu aliye msalabani hawezi kukusaidia wewe. Yesu aliyebebwa na mama yake hawezi kukusaidia wewe. Hapa Yesu atarudi kama shujaa, kama kamanda. Na nikueleze, harudi kwenye dunia iliyo sawa. Wakati atarudi ataikuta duniani vita inaitwa Armageddon. Hiyo ni vita mbaya kuliko vita zote zinazowahi kutokea. Wengine wanaita Third World War. Manake nini kwa Kiswahili? Usemi basi jua soma usemi. Kisema Third World War. Ni nini? Vita ya tatu ya dunia. Sasa wewe ukisema vita ya tatu ya dunia, unasema sijui ya kwanza ile tuliyopigana na Manati kule kijijini. Ukisikia vita ya tatu ya dunia sio Iran na Iraq. Manake kulikuwa kuna vita ya kwanza, kulikuwa kuna vita ya pili ya kina Hitler. Kuna vita zilifanyika kwa kina Stalin. Vita zilizowahi kutikisa dunia. Sasa iko ya tatu. Hizi zingine zote ni ndogo. Hii wanaita inaweza kuwa vita ya tatu ya dunia. Kwa sababu Yohana alipokuwa anaangalia, aliona damu inayotembea, yani mahali kumefanyika maafa, alafu wale watu waliokufa, waliochinjwa, damu yao inatembea, ni mto mkubwa. Anasema alipokuwa anavuka kwenye mto ule katika maono na farasi, damu ile ilifika kwenye hatamu yani shingoni. Farasi anavuka kwenye mto, anamvusha, lakini damu imefika mpaka wapi? Mto ule imefika mpaka shingoni, na damu ile imetembea maili 200. Sasa nenda hata machinjoni, wanapochinja ng'ombe, lundo la ng'ombe sijui kwa siku wanachinjwa ngapi, lakini damu yake, msafara wa damu yake, msafara wa damu ya ng'ombe zile zinazochinjwa hawezi kufika hata mwisho, hata sandika sheri pale. Ukasema hii ni damu, mfereji wa damu zimechinjwa ng'ombe. Lakini damu za watu walizotoka zimemwagika, zimetengeneza mto. Kila cha huo mto, kama unapita ndani ya mto huo na farasi, inafika damu inafika shingoni. Alafu damu hiyo inasafiri maili 200. Yesu anachomoka kutoka mbinguni, anarudi na kanisa lake kwenye mazingira hayo ambayo ni mabaya kabisa. Ukuja kama shujaa. Nakwambia kwa nini sasa aje mazingira hayo mabaya kiasi hicho? Kwa nini arudi mazingira hayo mabaya kiasi hicho?
Nitakwambia kumbe. Hiyo nilikuwa nazungumza tatu, anakuja kama shujaa, anakuja kama komando wa vita. Haji kizembe legelege, hapana. Ndio maana namuona hata vazi lake limechovya kwa damu. Analiona vazi la Yesu limechovya kwa damu. 4, hapa anakuja kukomesha vita ya Armagedonia. Anakuja kukomesha hii vita. Anasema hii vita sasa basi. Mnaona sasa hivi watu vita ambayo inaendelea sasa, Marekani akiwa na Israeli wanampiga Irani. Sisi tunajiona sawa tu, lakini subiri tu kidogo. Kama tusipoomba, yani hiyo vita ya Marekani na Israeli kumshambulia Irani, tusipoomba, Irani ameshikilia mafuta mengi ndio yanatoka kwa. Ukipandisha mafuta, umepandisha bei ya kila kitu. Umepandisha bei hata ya kusuka mpaka ya kinyozi. Maana kinyozi naye atasafiri ndio ngombe kuja huko. Anakaa kwa mlamoto. Umepandisha umeme, umepandisha vitu vingi. Sasa kutakuwa na vita, maana ile dhiki kuu inachukua miaka 7. 3.5 dhiki nyepesi ya kwanza. 3.5 dhiki kali kabisa. Sasa patakuwa pana hali mbaya mno. Yesu ataangalia ile hali, ataamua kushuka ainyamazishe. Hamna mtu ataweza kupatanisha ili vita vile visiendelee kupigwa. Ni Yesu tu pekee yake ndiye atakuja kuzuia ile vita ishi. Lakini jambo lingine la 5, anakuja kuwasaidia Israeli ndugu zake katika vita mbaya sana ambayo haijawahi kutokea tangu dunia iumbwe. Na bila kushuka Yesu, Israeli walikuwa wanakwisha wote. Yaani mpinga Kristo atakuwa amekusudia hapa kuwamaliza wote. Tunajua maandiko, tunajua wengine watafichwa kwenye mapango. Ile kitabu cha Mathayo sura ya 24 inaposema kwa ajili ya wateule siku hizo zitafanya nini? Zitafupishwa. Na wengine wanasema unaona tutapita kwenye ziki kuu. Ila kwa ajili ya wateule siku hizo zitafanya nini? Zitafupishwa. Wenyewe neno mteule wanajua ni mlokole. Neno mteule ni mlokole, lakini mteule ni taifa la nini? La Israeli. Pale kitabu cha Mwanzo sura ya 24 lazima kigawe mara hizi. Ukigawe mara 3. Portion cha kwanza ni mambo yaliyotokea mwaka 70 wakati kamanda Tito amepiga Yerusalemu. Ile swala halitasalia jiwe juu ya jiwe kwenye lile hekalu lishatokea miaka 70 huko. Hicho kiportion cha kwanza kwenye ile msako. Na kulitokea shida. Hata ombeni kukimbia kwenu kusio wakati wa Sabato, wala ombeni kukimbia kwenu kusio ni wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Ilikuwa ni vurugu iliyotokea baada ya uasi wa kamanda Tito na kuvunja lile hekalu, kwa sababu Israeli Wayahudi walionekana kama wamechoma mji wa Rumi. Kumbe wenyewe walichoma ili kuwazimizia Wayahudi. Sasa kukimbia kwao kwa nini kusiwe siku ya Sabato? Kwa sababu wao walikuwa na sheria siku ya Sabato kukimbia mwendo wa jiwe. Ukirusha jiwe litakapoishia, utakuishia hata kama kuna simba anakuja unasema nitavuka sheria inayosema siku ya Sabato nikimbie mwisho wa jiwe. Kwa ndio maana nawaambia kama tatizo hilo litatokea siku ya Sabato mtapata shida sana. Yalishatokea. Lakini kiportion cha pili cha sura ya 24 ni kuja kwa Yesu. Ni kuja kwa nini? Kwa Yesu. Kiportion cha pili. Kiportion cha 3 kwenye sura ya 24 ni mwisho wa dunia. Ni mwisho wa dunia. Sasa huko ndiko ambako tutakuchanganua huko baadaye. Hivi viwili, kuja kwa Yesu na mwisho wa dunia bado. Jamani, amini. Amini wateule wa Bwana. Kwa hiyo atakuja kuwasaidia ndugu zake Israeli, kwa sababu watakuwa wako katika hali mbaya. Na ndio maana maandiko yanasema watamtazama walio mchoma kwenye mikono yetu ile lao. Kwa nini watamtazama? Mpaka sasa na hiki kitu ndio kimegawanya imani tofauti tunasoma kwenye mitandao. Kuna watu mpaka sasa wanalaani sana kitendo cha kanisa kuliombea Israeli. Kwa sababu wateule wanaombea Israeli. Na wako watu walioweka mkazo kwenye Israeli na wanaendelea kuiji. Ndio hao ndio kabisa kila siku wanaombea Israeli. Na madhabahu ni hapa bila kuweka bendera ya Israeli. Anaona bado hajaomba. Mpaka iwepo na bendera ya Israeli nafanya. Na mimi naweka hapo mbele nikitaka. Lakini hata bila Israeli tunatoboa tu.
maana sisi tuna Mwisraeli wa kwanza namba moja anaitwa Yesu. Jamani, amini. Wateule wa Mungu, amini. Kwa hiyo Israeli hawajawahi kupigwa kama Mungu hajasema wapigwe. Na ndio maana hata sasa niwaeleze wazi ya kwamba hata vita vinavyoendelea sasa, Israeli akishindwa, hatuna andiko. Hatuna nini? Hatuna andiko linalomtaka Israeli ashinde. Labda ionekane kwa kuwa walikuwa wanamsaidia Marekani tu, lakini Israeli kwa sasa kimaandiko hapaswi kushindwa. Atashindwa kipindi cha dhiki kuu tu ambacho kimeagizwa na Mungu apigwe kwa sababu ya ujeuri wake wa kukataa neema. Manabii walikuwa kwake, mababa wa kina Abrahamu walikuwa kwake, Yesu akazaliwa kwake, wakamkataa. Na mpaka sasa acha sehemu kwamba watu wanaolaumu wale wanaoiombea Israeli wanasema nyinyi mngejua Israeli hata hamjui. Na wamekuwa wakijitokeza, sijui nani yule kama sio Netanyahu, nani anasimama anasema viwango vya wewe Yesu ni vidogo sana. Akamtaja mtu mmoja mwenye umaarufu pale kwao wa miaka 3 mimi nasema historia yake ni kubwa kabisa, hata hawezi kufikia. Yaani mpaka leo wale jamaa hawamtaki Yesu kabisa. Yaani kama taifa, kama kabila, lakini mtu mmoja mmoja wako Wayahudi waliokoka wengi tu. Lakini kama taifa sasa kipindi hicho watapigwa mpaka watajua ya kwamba Yesu ni nani. Anapotokea na kanisa watakuwa wanalia kama unavyoona wengine sasa hivi, na wengine ni unafiki tu. Wanaanza kuona nchi kama inaenda vibaya, wanamkumbuka mwenda zake alipokuwepo walikuwa wanamuona Amani. Tuseme ukweli, walio wengi walikuwa wanamuona Amani, sio Amani. Sasa na Yesu ndio alipokuja na kutoka, wakamwacha. Mataifa mengine tumemng'ang'ania, wao wakaona sio kitu. Sasa wakati wote watajua ya kwamba Yesu ni nani. Jamani, amini. Kwa hiyo anakuja kuwasaidia kwa sababu bila kutokea wangeisha wote. Ndio maana maandiko yanasema siku hizo zisingefupishwa asingeokoka hata mmoja. Nakupa nafasi ya kuuliza maswali au ya kuongea kitu kingine. Kwa hiyo nasema hivi, hii ndiyo vita pekee iliyobaki itakayoilemea Israeli kwa sasa. Hiyo vita ya Makedonia ndiyo iliyobaki inayotazama itailemea Israeli. Sio vita na Irani, sijui na wapi, sijui na Urusi na wapi. Vita inayoonekana itailemea Israeli hii. Na kwa nini itailemea? Ni makusudio ya Mungu. Kwa sababu Israeli imewahi kupigwa tu Mungu akisema ipigwe. Jamani, amina. Kama hajasema, hata wewe watatu watakupiga. Mungu anawapa njia tofauti, anasema zungukeni ukuta utabomoka wenyewe. Jipigeni kelele tu, msinyanyue silaha. Saa zingine anasema pigeni makelele. Saa zingine anasema imbeni nyimbo. Yaani anawapatia ushindi wa ajabu kabisa. Saa zingine analipuni jeshi kama wakati wa Gideoni. Anasema watu hao wengi mno, nenda nao wachache tu. Gideoni akaondoka na watu 300. Na wanaenda kushinda. Israeli hajawahi kupigwa kama Mungu hajaamua wapigwe. Huwa anapigwa mpaka Mungu aamue wapigwe. Sasa kipindi hiki watapigwa kwa sababu Mungu atakuwa ameamua wapigwe. So Yesu anashuka sasa kusema enough, imetosha. Kama ni adhabu ipo sasa, wamekaa pembeni wanalia tu, na Yesu ataingia katikati ya vita. Katikati ya vita. Yohana anamuona mpaka mavazi yake yameloa damu. Yesu yuko katikati ya vita kabisa. Na hii ni habari njema. Yesu achungulii mbali kwenye vita vyako, anaingia kati, anakuwa mhusika kabisa. Sometimes unajiona uko peke yako, lakini nataka nikwambie hauko peke yako. Yesu akai sehemu ili kuelekeza tu, fanya hivi, fiatua bora hivi. Anakuwa na wewe vitani pale pale. Jamani, amina. Lakini jambo lingine, kwa nini Yesu aje? Atakuja kumfunga shetani miaka 1000. Anakuja kumfunga shetani miaka 1000. Huyu msumbufu tunayekemea wengine mpaka sauti itoke. Wengine wameambiwa wao wanaamka saa 8 usiku, nafikiri wanga. Kila saa 8 anasema amka bwana, tuliambiwa saa 8. Kwa jina la Yesu
toka. Siku hiyo akija Yesu utajikemea mwenyewe. Maana wengine wamezoea kukemea mapepo, wataona kama bado yapo hivi. Ndio maana inabidi atunyakue twende huko akatufresh kwenye akili yetu, atutolee wanga mambo ya kishirikina. Tusiwe tunahisi mapepo. Hivi naongea kuna mtu anahisi mapepo hivi. Anaona kama yuko kwenye unyayo na mapepo yanapenda hivyo. Wewe unahisi hapo, yanakunong'oneza ndio tupo. Mtu mmoja akasema hivi ya kwamba kuhisi shetani yupo kitu kibaya sana. Akasema hivi, unafikiri Mungu anaweza kukaa kikao mbinguni wanajadiliana kuhusu shetani? Kama sasa huyu shetani tumfanyaje? Hana kikao cha namna hiyo. Kwa sababu ni kapuku mmoja hivi. Unajua mtu unapomjadili wakati mwingine unampa umaarufu. Kapuku mmoja hivi ambaye hana hata kitu ambacho atatakiwa atajwe. Sasa atafungwa. Na Yesu ni miongoni mwa komando atakayeonyesha. Yeye mwenyewe hatumi malaika. Kama hapa ametuma malaika wamfunge, maana anaona akienda yeye ni mkubwa mno. Kama tunapiga kapingi pale. Kuonesha wewe ni mdogo sana. Unajua mara nyingi mtu yani adui mkubwa sana huwa anapelekewa mpiganaji wa kiwango kikubwa. Sasa Yesu kwenda kupambana na yeye anaona itakuwa sio heshima. Anambia funga yule kama. Piga pingi. Duniani tu hatuna nani? Hatuna shetani duniani. Huwezi kukuta watu wanateta, huwezi kukuta moyo umefadhaika, maneno ya kuumiza moyo hayapo. Maana shetani amefungwa miaka 1000. Jamani amini. Lakini kazi nyingine ambayo anakuja kuifanya Yesu anaposhuka, nakupa mistari yote. Anakuja kusimika utawala wake wa miaka 1000, tunaita millennium. Kuja kusimika utawala wa miaka mingapi? 1000 duniani. Yani anatengeneza new lifestyle, maisha mengine mapya kabisa. Utawala wa miaka 1000. Hiyo miaka utatamani isiwe inaenda. Tutakuwa tuna kasi ya kutembea. Ukipiga tu huko London, ukipiga hivi tu huko Amsterdam, ukipiga tu huko New York, hakuna shida, hakuna kajasho hata kembamba kama hakata kuwepo. Mungu atarudisha Eden ya kwanza. Na unajua ile aliionja Adamu peke yake. Sisi tunasimuliwa tu. Sasa atataka tuonyeshe na sisi kwamba niliwawazia mema sana, baba yenu tu aliharibu. Maana machungwa yatarudi kwenye mudi yake. Haya machungwa ambayo sasa hivi tunaona yanaendelea kuwa kama mburukusi. Unafikiri tunatula? Yatarudi chungwa kwenye ubora wake. Chungwa moja unakula mmoja tu umeshiba. Papai yatarudi kwenye ubora wake. Hata watu watarudi kwenye ubora wake. Unajua zamani watu walikuwa kubwa, majiant fulani. Sasa kadri tunapokwenda watu tunakuwa tumburukusi tu. Tumburukusi fulani. Ndio maana wakati mwingine watu wengine ili kupata uzao mkubwa unaangalia huyu changanye na huyu. Lakini usikifanya mchezo utapata tumburukusi fulani. Sasa hayo mambo ni uchakavu wa dunia huo. Nini? Ni uchakavu wa dunia. Lakini haikuwa hivyo zamani, haikuwa hivyo kabisa. Ilikuwa majamaa fulani majiant. Sasa hivi unaangalia huyu ukichanganya na huyu, mtoto atakuwa simbizi. Hata kwa kamlikimu fulani kanatembea unafikiri kama chukuma. Kumbe ni mtu. Urefu kama mkono. Jamani sizi yake inaongelea jinsi Yesu atakapoboresha. Warefu wale tunaoita warefu hawapo tena. Kila mtu mpaka anyanyamia hivi. Wako wapi warefu? Wako wapi? Na unaona hata wazazi wengine wanaanza wao na mume wake kwa urefu, lakini tutoto unafikiri kuna mtu anatupiga nyundo kila siku. Sasa Mungu atarudisha ule ubora wa mwanadamu wa kwanza ule. Jamani amini. Na sio ubora kwenye maumbile tu, ubora kichwani. Unajua sisi sio tu watu wa mchezo. Mwanadamu sio mchezo. Mwanadamu ni creative. Ni mbunifu mkubwa mno. Hivi unavyoona hii dunia na ubunifu, bado dhambi imekula sana ubunifu. Bila dhambi hapa ingekuwa ni maajabu. Na watu wanaweza kushangaa kwa nini hapo ubunifu. Ni kwamba Mungu aliposema tumfanye mtu kwa mfano wetu, sio alikuwa anazungumza face, japokuwa
wanasema Mungu angetaka kutokea kwa sura inayoonekana, hata chagua ya ng'ombe, atachagua ya mtu. Lakini alikuwa na maana ule uwezo wake, uumbaji, ile sifa alizonazo zile na uwezo wake uliondoa, alikuwa anauachilia kwetu sisi. Jamani, amini. Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa sisi ni kama creator fulani, tunaweza kuumba kitu kikatokea. Sasa uovu wao unakula ufahamu wa hali wa namna hiyo, wa ubunifu unaondoa. Mungu atarudisha katika kazi yake. Ardhi zitarudi katika ubora wake. Miaka mingapi hiyo? Mingapi? 1000. Tunakaa kwenye dunia hii. Shetani amefungwa, hayupo, ni mema ya nchi. Mpaka tutafikiri kama pametosha, lakini Yesu ataona bado, kwa sababu yeye ameandaa mbingu mpya na nchi mpya. Hilo ni somo lingine. Hapa patakuwa ni mahali pa kutaka kutuonyesha ya kwamba mema ni haya, na Yesu pia atataka kutuonyesha kwamba watawala na wafalme wote walishindwa. Ngoja niongoze mimi mwenyewe. Amani hakuna panga. Maandiko yanasema watu wenye mapanga wenye mikuki watafua ile mikuki waigeuze ziwe zana za kilimo. Vita hamna. Unaweza ukaingiza mkono kwenye shimo la nyoka na nyoka sikufanya chochote. Yaani nyoka wataondolewa ile sumu yake ya kung'ata ambayo walipewa baada ya itaondoka. Kwa hiyo watarudi kwa ajili ya kusimika utawala wa miaka 1000. Na watakao tawala na Yesu ni kanisa. Sasa sijui wewe utakuwa waziri wa nini? Muulize mwenzako, wewe unajiona utatakiwa kupewa cheo au utakuwa mfagia barabara? Utakuwa mwangalizi wa dambo? Mimi sijui. Lakini ukweli wa kimaandiko ni kwamba utumishi wetu huu wa sasa ndio utakayetupa vyeo huko. Namna tunavyotumika. Sio title kwamba mimi mchungaji, mimi ni mzee wa kanisa, mimi ni shemasa. Ile hali ya ndani ya kutumika. Unaweza kutumika madhabahuni, lakini Mungu akimuona mtu aliyetumika huko kwamba anatumika zaidi ya wewe ulioko huko, anapewa nafasi yule zaidi ya nani? Ya wewe. Sababu Mungu ndiye anayeona sirini juhudi za utumishi wa kila mtu. Lakini wengine watakuwa wa kawaida kabisa. Kuna mifano mingine mingi wameitoa. Wengine wanasema Yesu atakuwa anamwangalia kwa runinga tu. Shafungwa ma TV, unamwangalia kutoka huko. Lakini wako ambao watakuwa wanakaa face by face, uso kwa uso wako mbele yake. Lakini hayo yote ni challenge tu. Tunaofikiri tunasema Yesu kama Mungu anaweza kuonekana kokote, kama alivyoonekana hapa na anaweza kaonekana na wao. Lakini wanaoongea hivyo wanataka kuelewa kwamba kutakuwa kuna nafasi. Hilo ni dhahiri, kutakuwa kuna nini? Nafasi tofauti kutokana na utumishi wa mtu aliyetumika mbele za Bwana sasa. Maana huko hakuna kusema utumishi wa malipo. Utumishi wa malipo ni wa sasa. Mungu awabariki. Naomba kama kuna mtu ana swali aniulize. Kesho tutaenda sehemu nyingine katika safari yetu ya dalili za kurudi kwa Yesu na mwisho wa dunia. Leo tumeshia kuja kwa wazi. Kwa hiyo kesho ndakuuliza aina 3 za ujio wa Yesu, utaniambia. Leo nimekuambia kuna kuja kwa unyakuo, kuna kuja kwa wazi, anakuja duniani, na nimeorodhesha mambo kama 6 kama sio 7 ya kuja kwake huko kwa wazi. Lakini kesho tutakuwa tunaangalia tofauti ya kuja kwa Yesu na mwisho wa dunia. Ni ipi tofauti ya kuja kwa Yesu na mwisho wa dunia? Ni ipi tofauti ya kuja kwa Yesu na mwisho wa dunia? Ni ipi? Tutaangalia kesho. Jamani, amini. Amina, wateule wa Bwana. Lakini siku nyingine uko mbele tutaangalia kitu kingine. Tutaangalia ishara madhubuti za kuja kwa Yesu. Ishara zake ni zipi? Tutazipitia ishara. Kwa hiyo tunasema tuko mwishoni. Ishara zake ni zipi? Tutazipitia. Kama kuna mtu ana swali, naomba ulize swali na twende tuombe. Nakumbuka kuwahi hata kesho. Kumbuka kuwahi. Tutakapoingia kwenye ibada tukishaomba, mwisho tunamalizia na mafundisho. Usipowahi utakuwa umechelewa kuomba. Kwa kuwa muda wetu umekwenda, naomba tusimame. Nafasi ya maswali ya leo tutatoa kesho. Mwokozi nisaidie, niwe mwaminifu utakapo miliki Bwana.
Nyosha mkono wa kuume, rudia maombi haya. Sema, Bwana Yesu, leo tena nimejifunza aina 3 za ujio wako duniani. Ulikuja mara ya kwanza ukazaliwa na Bikira Mariamu. Ulichukua namna ya mtumwa kabisa, ukazaliwa kwenye hori la kulia ng'ombe, na ulikuja kwa ajili ya wokovu, kuniokoa mimi niliyokuwa dhambini, na kazi hiyo uliikamilisha, ukayaokoa maelfu ya watu, kila kabila, kila taifa, wanaoweza kukuamini kwa ujio wako ule wa kwanza unaochanganya na kifo chako msalabani, wanaweza kuokolewa. Yesu, asante kwa ajili ya ujio huu. Ujio huu umenipata mimi kwa damu yako pale Kalvari, nimeokoka. Bwana Yesu, nimejifunza ujio wa pili, kuja kwako kwa siri, kulichukua kanisa. Unakuja kwa sababu hizi: kwanza, kutimiza maneno yako aliyosema, kututhibitishia kwamba wewe ni mkweli; pili, kunitoa katika dunia iliyojaa uovu, dunia iliyo na mateso, dunia iliyo chafu, dunia inayoharibika. Unakuja kunitoa. Na jambo la tatu, kuachilia hukumu kwa waovu inayoitwa dhiki kuu. Yesu, ninaomba nisaidie kwenye huo ujio wako, ujio wa siri unaoitwa unyakuo. Nisaidie, nijirinde, nitakasa na moyo wangu, ili niwe tayari kwa ajili ya ujio huo. Nipe umakini niwapo kanisani, nisirizike na ibada, nisirizike na kuimba, nijikague kila inapoitwa leo na kujiweka tayari kwa ajili ya ujio wako. Ninakutazamia Yesu, ninajua kuna siku utakuja kunichukua. Utabadili mwili huu wa unyonge, mwili huu wa udhaifu, utaubadili Bwana. Utatoa kwenye dhiki za ulimwengu na kunipeleka mahali pako pema. Asante Bwana Yesu, nimejifunza kuja kwako kwa wazi. Bwana, na kufurahia mno ikiwa nitanyakuliwa, maana nitakuja pamoja na wewe, nitashuka pamoja na wewe Bwana, nitashuka kwenye viwanja vya vita na wewe Bwana uliye jemedari wa vita. Nikiwa na wewe vitani, niko salama. Nitashuka kwenye utawala wa miaka 1000. Nijalie Bwana haya anayejifunza yawe halisi kwenye maisha yangu, nisiishie tu mahali fulani. Nijalie nifike kwenye hatima hiyo, katika jina la Yesu. Hebu omba wewe mwenyewe kimoyo moyo, omba wewe mwenyewe, Mungu akusaidie.